gani ambalo ungeliuliza. Hapa tunakupa nafasi ya kuuliza swali lolote lile ambalo litakalo kuhusu, ambalo litakalohusu rafiki yako, litakalohusu jamaa lako, ambalo linafuatana na Biblia la Kikristo, na walimu watakuwepo, watakusaidia kujibu maswali ambayo utakayoyauliza. Na leo tunaye dada ambaye atakuwa mwalimu wetu kwa siku ya leo. Atakwenda kujitambulisha, atatuambia majina yake, atatuambia kazi anayoifanya katika kanisa, na vile vile kidogo kuhusu maisha yake ya Kikristo. Karibu sana dada. Asante. Kwa majina naitwa dada Ana. Ni mzazi, ni mke wa mtu mmoja. Ni kweli. Ndiyo, namshukuru Mungu amenipa neema ya kumjua yeye na kumpenda. Ndiyo. Na amenipa pia huduma ya uinjilisti. Asante sana. Kwa hiyo kazi yangu ni muinjilisti. Yeah. Yaani siko limited eti kwamba siwezi kuingia hata kwenye mosque. Naweza kuingia kama ikibidi, kama inawezekana naweza kuingia kabisa. Nafanya uinjilisti humo. Yes. Ni kama gisi Biblia inavyosema, enendeni ulimwenguni pote mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi wangu. Haikuweka limitation hata moja. Inasema enendeni pote. Na leo katika mada ya leo tutakuwa na swali mbili tu. Swali ya kwanza inasema hivi: je, kudivorce ukiwa wewe ni kijana umeoa, kudivorce mke wako, ama ukiwa wewe ni msichana umeolewa, kudivorce mume wako, je, ni dhambi? Na swali la pili itakuwa, ikiwa ni dhambi na ikiwa umekwisha divorce, je, unaruhusiwa kufanya kazi kanisani? Unaruhusiwa kufanya huduma yoyote ile kanisani? Hizo ndo swali mbili tu ambalo tutakalozungumzia. Basi tunaenda kwenye swali la kwanza. Ikiwa wewe ni Mkristo na umebatika kuoa ama kuolewa, na ikafikia kwa hali moja wala nyingine umedivorce, je, ni dhambi? Asante sana kwa swali hilo. Ni vizuri tukauliza mwenyewe aliyeanzisha jambo hilo. Ndoa ni taasisi ya Mungu, aliyeanzisha ni Mungu mwenyewe. Kwenye kitabu cha Mwanzo utaona Mungu anaanzisha ndoa. Alimuumba Adamu, alivyomaliza yeye mwenyewe akasema lakini sio vizuri yeye akae peke yake. Akamuumbia wa kufanana naye. Na akamfanya Eva, akamleta kwake. Adamu akafurahi, tunaona alifurahi, akasema huu ni mfupa wa mifupa yangu. Alifurahi sana kupata mtu wa kumfanana. Kwa hiyo na tukiendelea kusoma hapo hayo maandiko, hatuoni sehemu alipompa provision kwamba ikitokea hivi unaweza ukafanya hivi, ikitokea huyu mama akikuudhi unaweza kufanya hivi. Hatuioni hiyo provision. Kwa hiyo ni kama tunaona ni milele. Anaendelea kumfanana milele, anaendelea kumfanana milele mpaka akitoweka duniani ama ulimwenguni, ndipo anaacha kumfanana. Wa kumfanana anakuwa hayupo tena. Ndio, kwa hiyo naweza kusema kwa neno moja kwamba kudivorce ama kutoa cheti cha taraka si mapenzi ya Mungu, ni dhambi. Ndio. Ni kusema ikiwa umebatika kuoa ama vile kuolewa, na hapana hii tunasema mnakutana na mnaikaa tu, ile ambayo imejulikana na watu, imepita kwenye kanisa, imetimiza shurti zote zile za ndoa. Ikiwa mmekutana na hivyo na mmefanya hivyo, basi nyinyi ni wa kuishi pamoja daima. Kama gisi Biblia inavyosema. Sasa swali lingine ni kusema ikiwa hawa watu
wamevunja hii, wamekuwa wamefanya dhambi, wamekwisha kuachana. Biblia haikuruhusu, lakini wameachana. Je, wanaruhusiwa kuendelea na huduma kanisani? Okay. Labda kabla hatujaenda kwenye swali hilo, tu dig kwanza kiundani zaidi swali la kwanza. Yeah. Tulielezee kiundani zaidi ili watu waelewe. Yeah. Isiwe kama vile ni maoni tu ya mtu, opinion za mtu. Yeah. Wacha tuende kwenye maandiko. Yes. Tuone kabisa maandiko yanatuambia nini kuhusu ndoa. Yeah. Ndoa halali. Na ndoa halali inabidi pia hapo napo tupaelezee. Kwa sababu ndoa halali, kuna watu wanaweza wakafikiria kwamba ndoa halali ni kuvaa shela nyeupe, lile gauni leupe lile, kwamba eti ndo ndoa. Sio hivyo. Ndoa haifungwi na shela nyeupe, gauni lile leupe, shela. Ama kuna wengine wanasema sijui ushungi. Ndoa sio ushungi. Ndoa tunaweza tukaenda kwanza kwenye kitabu cha, tukaangalia mfano wa Maria na Yusufu. Maria na Yusufu tutaangalia Mathayo 1. Wacha tuende kuangalia Mathayo kwanza 1. Mathayo sura 1. Mathayo sura ya kwanza. Mathayo sura ya kwanza, mstari wa 18 hadi 20. Tutaona kwanza inasema nini hapo. Ndoa. Tuko tunazungumzia ndoa kwanza, tujue ndoa ni nini. Ili tusichanganye uzinzi na uasherati na ndoa halali. Hivyo vitu vitatu tusivichanganye. Haya, mstari wa 18 hadi 20 inasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimia kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Umesikia? Yeah. Mariamu na Yusufu walikuwa Yusufu alikuwa amemposa Mariamu. Yeah. Kumposa, sijui kama tunaelewa ile kwa Kiingereza wanasema kutoa dowry. Yeah. Yaani alimtolea mahali. Nadhani. So kwa up to that stage, mpaka hapo ndipo alikuwa amefikia. Alikuwa alishamtolea mahali kwao. Kwao wanafahamu kwamba Yusufu atakuja kumchukua Mariamu ampeleke. Yeah. Hajampeleka bado, yuko kwa babaye mamaye. Ndiyo. Lakini atazama, malaika alipokuja kumtokea Yusufu katika ndoto, alimwambia usisite kumchukua mkeo. Mkeo na Mariamu pia na Roho Mtakatifu mumewe. Alimtokea Mariamu naye akamwambia malaika anasema naye Yusufu mumewe. Mumewe. So kwenye stage hiyo mnaitwa tayari mke na mme. Yeah. Lakini hamjakaribiana, ndivyo andiko linavyosema. Hawajakaribiana, hatutakiwi kukaribiana. Yaani inamaanisha hawajawa mwili mmoja. Lakini tazama, wanaitwa mke na mme.
So hawa watu ni mke na mme, lakini hawajakaribiana. Yeah. Tunaangalia ndoa halali na uzinzi na uasherati, tuvitofautishe. Yeah. Hawa watu ni halali. Na hawa watu ametokea kukutwa na mimba. Sasa hiyo mimba imetoka wapi? Tumekwisha kupata jibu kwamba ni ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hapo hatuna shida. Yeah. Sasa hawa watu wanaitwa mume na mke, hawajavaa ile lushungi tunayoisema. Hawajakutanana kanisani wakabarikiwa, wangali bado kila mtu kwao. Ndio. So lushungi tuko tunaelezea kwamba lushungi sio ndoa. Sio ndoa. Ndoa ni makubaliano kati ya wawili kwanza. Huyo mkaka na huyo dada wamekubaliana, wameafikiana, hawana kipingamizi. Pili, wazazi wamekubali wote wawili, na wamepokea mali za huyu kaka. Wamesema haya, tunakupa mtoto wetu aende kwenye familia yako. Yeah. Wazazi kule wanasema tuletee mtoto wenu aje kwetu. Hiyo ni ndoa tayari, mpendwa msikilizaji. Okay. Sasa kwa ufupi ndoa inaanza wakati makubaliano yameshafanyika. Ukiwa makubaliano kati ya dada na kaka, familia na familia, hapo tayari ndoa inaanza. Kabla tujaingia kwenye undani zaidi, hii ndoa inapofikia kiwango hicho, imetoka kwenye makubaliano kwanza. Je, ikiwa kwa hiyo stage, ikivunjika kwa hiyo stage, watakuwa wamefanya dhambi? Haya, hapo sasa ndo tupaelezee pia. Hey. Kwenye hiyo stage ya wameshakubaliana, wametoa mahali, wamesubiri tu siku. Na hiyo siku kabla haijafika, unatakiwa utunze integrity. Yaani kwa sababu umewambia wazazi kwamba hatutachukuana leo, tutachukuana next week. Unatakiwa uwe mwaminifu, usubiri mpaka next week ifike. So mpaka hapo hamtakiwi kujamiana. Yes. Oh yes. Nafikiri mnatuelewa vizuri. Lakini mnaitwa mke na mme. Haya. Sasa hapo hamjajamiana. Mariamu amekutwa ni mjamzito. Yusufu anapanga kumwacha. Hapo mpaka hapo Yusufu ana haki ya kudivorce. Na ndo maana inaitwa divorce. Why? Kwa sababu tayari anaitwa mkewe. Kitu kimoja tu, hawajawa mwili mmoja. Ndo maana hapo kwenye hiyo stage hiyo anaruhusiwa kumdivorce, kumpa taraka. So kwa hiyo stage Yusufu anaweza kadivorce. Na ndo maana anafikiria jambo hilo. Ndio. Na ndo maana malaika anamwambia usihofu. Yaani ni kwamba malaika na approve kwamba Yusufu anachofikiria ni haki. Ni haki yake. Ni haki. Yaani ingekuwa kweli Mariamu amepata mimba na mwanaume mwingine, kweli Yusufu alikuwa na haki ya kumwacha. Na kwa sababu hawajawa mwili mmoja, mtu mwingine ambaye yeye hamind akimchukua, fine, wabarikiwe. Okay. Hapo kwa hiyo stage nafikiri tunaenda vizuri. Tunaelewana. Ikiwa uko kwenye hiyo stage ya makubaliano tu, wewe na mchumba wako ama kaka na dada wanakubaliana wataoana, wameshafanya hata mahali kidogo, wametoka kwenye familia zimekubali, kama hawa wawili tunawaruhusu wafanye maandalizi yao ya ndoa. Ikiwa kwa hiyo stage na tatizo likifika kwa hiyo stage, mnaweza mkachana. Hiyo divorce haijawa shida. Ndio. Je, ikipita hiyo stage? Ikipita hiyo stage, yani ni kwamba wamesha ishi ndani, wakalala kitanda kimoja, wakawa mwili mmoja. Hapo ndo shida ilipo. Okay. Mwili wako
Uwezi kusema ngoja ni ukate. Yeah. Uwezi kusema yani nimenenepa sana, sijipendi. Yeah. Ngoja niji trim kwanza kidogo. Haiwezekani. Unaniudhi, si upendi tena, ngoja ni utrim kidogo yani kidole huwa kinaniudhi, si kipendi, ngoja nikikate. Uwezi kukata mwili wako. Hapo ndo shida inakuepo, kwamba uwezi kukata mwili wako sababu umeshakuwa mwili mmoja. Tunatakiwa tujue kutofautisha dhambi hizo mbili, na ndio maana zimeandikwa sehemu mbili tofauti. Uasherati na uzinzi ni vitu viwili tofauti, japo ni tendo moja. Linapotendeka ni lile lile, ni vile vile, lakini kwenye stage tofauti za maisha ya mtu. Mariamu na Yusufu hapo, Mariamu angeshikwa na dhambi, ingekuwa ni kweli alienda kwa mwanaume mwingine, dhambi yake ingekuwa uasherati, sio uzinzi. Okay. Sasa kabla tujaingia kwenye stage, ngoja tukachukue dakika mbili tu, dakika mbili za kupitisha hii tangazo letu, afu tena tunarudi, kwa sababu hapo sasa tunaingia kwenye neno ambalo tulikuwa tukilitafuta. Asante, kaa chonjo utufuatilie. So tumefikia kwa hiyo stage ya kusema kama hapo Maria ingekutaniwa kama amefanya hiyo uzinifu, ingeitwa uasherati. Angetenda hilo tendo la ndoa, kwake yeye lingeitwa usherati. So tofauti gani sasa iliyo kati uasherati na uzinifu? Acha tuangalie maandiko. Mathayo 5. Okay. Mathayo 5. 31 hadi 32. Okay, Mathayo 5 31 hadi 32. Ndio. Imesema hivi. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. 32 nasema hivi. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimoa yule aliachwa azini kuhusu viapo. Wasikia hapo? Neno limejitosheleza. Kabisa. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na mpe hati ya talaka. Imenenwa kwenye agano lile walilokuwa nalo, ilikuwa hivyo, walikuwa naruhusiwa. Sasa lakini mimi nasema, mimi niliyewapa agano lile, ndio nasema sasa hivi nasema namfuate haya ninayosema sasa. Yale achana nayo, kwa sababu nayajua mimi, ndo niliwapa yale. So, hii sasa ni nyingine sasa sasa kwamba sasa kila nanena sasa kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati. So kwa habari ya uasherati unaweza kumwacha, unaweza kuacha mkewe. Okay. Na uasherati ni kama mfano huu wa Maria. Yeye na Yusufu hawajakaribiana, andiko lilituonyesha. Hawajawa mwili mmoja. Ndio maana pale, kama angesikia habari hiyo na ni kweli, angempa hati ya talaka. Okay. Na lakini isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi. Sasa ukimwacha mke wako, sio kwa sababu ni uasherati. Umemwacha mke wako kwa sababu amezini, kwa sababu ametoka nje ya ndoa yako ambayo tayari umekuwa mwili mmoja naye, ametenda uzinzi. Hapo inakuwa uzinzi. Na ukimwacha utamfanya yeye kuwa mzinzi. Yaani maana yake ataenda labda ataolewa na mtu mwingine, kule anaenda kuzini, anafanya uzinifu. Yaani miaka yake yote atakayoishi kwenye nyumba yule baba, yeye anaitwa mzinzi.
Na huyu baba aliyebaki huku, miaka yote atakayoishi na mke mwingine atakayeleta, anakuwa na yeye yule anaitwa mzinzi, na wazinzi wote hawaingii mbinguni. Ndio maana Mungu amesema amwachaye afanyaye hivyo atenda dhambi. Okay, na hiyo inakuwa sasa ni uzinifu kama gisi Biblia inatuonesha hapo. Ndio. Ndio. So kuna utofauti wa uzinzi na uasherati. Ni muhimu sana kuzitofautisha dhambi hizo mbili. Na sasa kwa habari ya uzinzi, ukimkuta mke wako kwa habari ya uzinzi, ama mume wako kwa habari ya uzinzi, tutaenda kwenye mfano wa yule mama aliyeshikwa kwenye tendo lile. Tuende kuangalia yule mama aliyefumaniwa wakataka kumpiga mawe. Ndio. Yohana 8:1-11. Yohana 8:1-11. Ndio. Yohana 8:1-11. Labda itakuwa habari ndefu, lakini labda twende huko mwisho. Ngoja tuanzie 8. Yani tunaijua habari hiyo, si ndio? Yesu alikuwa tayari ulimwenguni anafundisha. Yule mama akakutwa na tendo dhambi ile, na wakamkamata, wakataka kumwadhibu kulingana na wanavyojua taratibu ya zamani gisi ilikuwa. Sasa lakini kwa sababu wanajua Yesu yupo na hawampendi, wanamchukia kama nini, wakasema ngoja kwanza tumjaribu huyu baba huyu kaka tuone atasema nini. Ndo kukurupuka wakaja kwa Yesu. Ndo Yesu tukianzia mstari wa 8 akainama tena, alinama mara kwanza tena akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi, yani hapo ardhi chini. Nao waliposikia wakashtakiwa. Uje twende juu kidogo. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu, na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Asiye na dhambi. Asiye na dhambi. Kati dhambi hajataja dhambi ipi? Hajataja dhambi gani? Yoyote, yani yoyote ulionayo. Kama huna dhambi, uwe wa kwanza kumrushia. Wakajitafakari, wakajikuta nao wana dhambi za aina tofauti, kila mtu na yake. Ndio maana wakaondoka. Na Yesu peke yake na niko wapi? 9. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu mzee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako wala usitende dhambi tena. Kumbe ni dhambi, uzinzi ni dhambi, na dhambi inatupelekea kuingia motoni. Huyu mama alishikwa katika uzinzi. Lakini Mungu amemwambia sikuhukumu, kwa sababu sikuja kuhukumu, bali nikuja kufundisha na kuwaokoa. Sasa ondoka, lakini usitende dhambi tena. From now that umeshasikia, ukirudia usifanye dhambi tena, usitende dhambi tena. Kwa hiyo dhambi ya uzinzi
inasamehewa, kama vile wale waliomshtaki huyu mwanamke walijikuta wana dhambi, nao wanahitaji kusamehewa kama vile huyu mama anavyohitaji kusamehewa. Na ndivyo Yesu alivyofanya, alimsamehe huyu mama. Ndio, lakini tunaposamehewa, tunapotubu, tunataka tutubu kwa kumaanisha. Tunapookoka tunataka tuokoke kwa kumaanisha. Tuondoke, tusitende dhambi tena. Usirudi tena kwa lile ambalo lilokuwa. Ndio. Kwa hiyo tunatakiwa tusamehe kwa sababu usipomsamehe mkewe ama mumeo kwa sababu amezini, basi na wewe utakuwa katika kundi la wa baba waliomleta huyu mama washtaki ambao wao wanashtaki mtu, lakini wao nao wana vya kwao vingine ambavyo wameweka ndani. Na kwa sababu hiyo basi wote watakutania motoni, washtaki na huyu anayeshtakiwa watakutana wote motoni. Ndio. Na ngoja tuangalie neno moja fupi hapo, Mathayo 18 linalotuonyesha kwamba tunahitaji kusamehe. Mathayo 18. Mathayo 18. Ndio. Mathayo 18. Naweza nikasoma? Okay. Nadhani ngoja tusome kwanza Luka 17:3 hadi 4. Ndio tunaenda kwenye Mathayo 18:21 hadi 22. Haya, tuangalie Luka 17:3 hadi 4. Inasoma, jilindeni kama ndugu yako akikosa mwonye, akitubu msamehe. Kama akikukosa mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema nisamehe, akisema nimetubu, msamehe. Kwa hiyo akitenda hata kama ni uzinzi, kwa sababu tunazungumzia hii habari ya uzinzi, tunarudi kwenye uzinzi. Hata kama ni uzinzi, akikosa mara moja akatubu, msamehe. Na hata akikosa tena na tena na hizo zote anarudi, nisamehe, msamehe. Afu tunaona huku hii sasa Mathayo 18 21 hadi 22 inasema hivi, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Mara ngapi? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Yesu anaongeza tena. Hata 7 mara 70 tuwasamehe waliotukosea, haijalishi dhambi ipi. Haijalishi dhambi ipi. Hata ile ya uasherati, usipo mind, kama ha mind, unamchukua unapeleka.
basi mmekuwa mwili mmoja. Ukimind tu labda utaki, sawa. Lakini if you don't mind, ukampeleka napo, sawa. Ukimsamehe, sawa. Okay, sasa tunaenda kwa ile ya mwisho ya kusema kama ikiwa sasa wamefikia stage, wameshafika kanisani, wameshafika kanisani, wamebarikiwa kanisani na wakafikia kuishi pamoja na wanafikia kuamua kuachana, inaonekana ni dhambi ama sio dhambi? Pale wakisha kuwa pamoja afu wakaamua waachane, kwa mara nyingi wao wanasema kwa sababu nimemkamata tenda uzinzi, nimemkamata kabisa, nimesikia kabisa, nina uhakika wote. Afu huwa wanaenda mahakamani. Kwamba mahakama ilishanipa cheti cha divorce ama cha talaka. Imeniruhusu, mahakama imeniruhusu nimwache. Pia inabidi tuangalie maandiko, Yesu anasemaje. Na si mahakama inasemaje, kwa sababu mahakama nayo ni wanadamu, ndio wamejaa mle, nao wanahitaji wokovu. Wanahitaji kuhubiriwa waokoke. Twende kwenye Marko sura ya 10. Marko sura ya 10 mstari wa 5 hadi 12. 5 hadi 12. Inasema hivi. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Sasa kuna habari hapo juu ilikuwepo, walikuja kumdadisi. Sio hata kumuuliza kwa sababu wanataka waokoke, wasikie jibu, wajue, ili wajue namna kuendena. Kumdadisi tu, kumtega tu. So Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, aliwaandikia, walikuwa wamemwambia kwamba mbona Musa alituruhusu tuandike divorce, tuandike cheti. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu alifanya mume na mke. Ndio maana tulianzia kwenye mwanzo. Tukasema ndoa ni taasisi ya Mungu, ameanzisha mwenyewe. Na Mungu amerudia, Yesu hapa anarudia jambo hilo hilo kwamba mwanzo Mungu alipofanya hakuweka provision. Hakuweka kengine kadada sehemu, akatengeneza mtaa mwingine hapo, akasema Adamu, ukimaliza huko unakimbilia kusumbua kuna mtaa wa pili utakuta dada kule, nimemweka for you. Hakuweka provision hiyo. Ndio maana Yesu anarudia jambo hilo hilo kwamba tangu mwanzo haikuwa hivyo. Nyie mioyo yenu migumu. Unajua Musa aliteseka sana. Unajua hakuna kazi ngumu kama kuongoza watu. Musa walitaka kumuua mara kadha wa kadha. Wanataka kumwanampangia njema wamuue. Huyu Musa naye yani malalamiko yakosa. Malalamiko kila siku. So ilikuwa inabidi saa zingine Musa tupa kichwa, ndo watu wengine wanasema kwamba tupa kichwa. Anatupa kichwa. So kwa sababu ya ugumu wao walikuwa namsumbua sana Musa. Wana misbehave, yani hawatii sheria. Musa anawaambia tufanye hivi, hawataki. Sasa kwa sababu ya ugumu wao akawaruhusu, akawaruhusu. Na Mungu akaacha, akamezea tu, akasema okay, I'll just nitamezea hiyo. Sasa amekuja kutengeneza kila ambacho alimezea, hata endelea kumezea. Amekuja sasa kurekebisha hicho. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hata nyumbani tena alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. So kuna limit, kuna human limit ya authority, ya mamlaka. Mwanadamu amepewa mwisho, yani ana limit ya mamlaka. Mamlaka yake yana mwisho. Mamlaka ya Mungu yako juu ya mamlaka ya mwanadamu. Sasa divorce hata kama imetoka serikalini, serikali haiko juu ya neno la Mungu. Neno la Mungu liko juu ya serikali. So wakikupa divorce wale ni kwa ajili ya utaratibu wa kuishi na watu hapa duniani. Sio kwamba ndoa imeisha, imedisolviwa kabisa kimungu. Imeisha kiwanadamu. Kiwanadamu tu. Lakini Mungu bado anahesabu mke wa fulani ni huyu, mume wa fulani ni huyu. Kwa sababu
Nikielezea tu kidogo kwamba ni hiyo divorce ya kidunia, serikali iliweka hivyo ili kuwapa watu haki. Kwa mfano, mtu akiachana na mwenzake ama mtu akifa, wacha tuseme mtu akifa na walikuwa hawakuoana serikalini, hawajulikani. Sisi kwa sisi kama wanadamu tunapenda kudhulumiana. Ndugu zake na mke, let's say mume amefariki, ndugu zake na mume watamnyang'anya kila kitu huyu mama aliyebaki. Umeona? So lakini kama walikuwa waliona serikalini, huyu mama anaweza kaenda serikalini kadai haki yake. Serikali itangalia rekodi zao, watasema kweli huyu ni mke wa fulani. Wanaweza wakamsaidia kusolve hiyo problem kati ya ndugu na ndugu kupitia zile rekodi ambazo amezifanya serikali, kupitia sheria ambazo waliziweka zinazochunga rekodi kwamba fulani ni mke wa fulani na fulani ni mume wa fulani. Kwa sababu hiyo serikali kuolewa, kujulisha serikali kwamba mmeoana inasaidia, ni vizuri kwa namna hiyo. Kwa namna hiyo, ndio. Lakini Mungu alichokiunganisha mwanadamu, serikali sikitenganisha. Kwa sababu serikali ni wanadamu, serikali ni wanadamu kama kama mimi. Ukimkata anatoka damu kama wewe. Kwa hiyo yule hana mamlaka juu ya neno la Mungu. Maneno ya Mungu bado yako juu yake yeye, yule jaji, yule hakimu. Ndio, so kuna limit. So sasa ina maana ikifika kwele stage nayo pia Mungu amekataa, ukiachana ni dhambi, kwa sababu Mungu ndo ameunganisha kwa hiyo stage na mwanadamu ana ruhusa ya kutenganisha kwa hiyo stage. Ndio. Sasa hiyo inatupeleka sasa kwa swali nyingine. Sasa yetu ya pili ni kusema hao watu wakiwa wamefanya hiyo dhambi tayari, wameshaachana na wanafanya kazi kanisani, je, wanafanya dhambi kufanya ile kazi kanisani ama? Okay. Wakiachana, wawili wakiachana, labda wametengana, mmoja yani wametengana tu nyumba, hawaishi nyumba moja tena. Wawe wamepewa cheti serikalini, wawe hawajapewa cheti, kwa sababu hiyo haivunji hii ndoa ya Mungu. Anyway, so wakitengana, Biblia inavyotusha, kwa sababu Biblia imeshasema kwamba ukimwacha utamfanya atende uzinzi. Kwa nini? Kwa sababu labda ataolewa. Na wewe mwenyewe utaoa. So hapo ndo inakuwa shida. Lakini ingekuwa kuna neno lingine linasema ukae, ubaki peke yako. Umsubiri, kwa sababu Mungu ametuambia kwamba tutafute kuwa na amani na watu wote. Na utakatifu. Ambao bila huo hakuna atakayemwona Mungu. So asipokuwa nao. Mkitengana, ukibaki peke yako, ukamsubiri siku moja atarudi, ama utajaribu, unataka, kwa sababu unabidi uweke effort, fanye juhudi za kumrudisha. Ili usimweke kwenye uzinzi na wewe pia usingie kwenye uzinzi. Ndio. Na neno la Mungu pia kwenye Mathayo wa Korinto wa kwanza 7:1-2. Hebu sijui tuiangalie haraka kidogo tu. Wa Korinto wa kwanza. Wa Korinto wa kwanza. Wa Korinto wa kwanza 7:1-2 inasema hivi. 7:1-2. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. So umesikia hapo, kwa sababu ya zinaa mwanadamu ameumbwa hivyo. Mungu aliweka hicho kitu wakati alimweka Adamu akamletea Eva. So na mtu yuko hivyo tu, you have to. So kwa sababu ya zinaa ya mwili, uwe na mke wako. So kumwacha aende, umekosea, kwa sababu utamhitaji. Utamfanya kufanya kutenda uzinifu, na wewe pia utaanguka kwenye uzinifu.
Ndio. Sasa tukirudi kwa pointi yetu kwamba tulikuwa kuneno la kusema kama ukiacha ubaki kazi kanisani unafanya dhambi ama hapana? So kwa sababu unamhitaji mwanamke inabidi ukae naye. Lakini separate, mkitengana for some reasons, labda hasira, ameshikwa na hasira, ameondoka, inabidi umsubiri, ubaki peke yako, usioe kwa sababu ukioa unafanya uzinzi, usiolewe kwa sababu ukiolewa unafanya uzinzi. Sasa huyo kama akiweza kufanya hivyo, anahudumu kanisani, hakuna shida. Okay. Ni kusema kwa kuweka clear. Kwa kuweka clear ni kusema wakati ikifikia mnafika kwenye hiyo stage ya kuachana kwa reason moja wala nyingine, na kama wewe ni mwanamke wala mwanaume, ukikamata uamuzi wa kusema mimi nitamsubiri tu kwa muda wote ule utachukua, nitamsubiri mpaka atakaporudi, sitaoa wala sitaolewa, hapo kwa hiyo stage unaweza kufanya huduma kanisani. Ndio. Kwa sababu unamsubiri, haujafanya uzinifu, hujatenda uzinzi, ndio, haujatenda dhambi ya uzinifu. Hapo unaweza ukafanya huduma kanisani. Ndio. Sasa ikibidi sasa ikibidi umeshaachana naye na ikafikia stage pia umeoa ama umeolewa na mtu mwingine, unaruhusiwa kufanya kazi kanisani? Uwezi ukaruhusiwa kwa sababu madhabahu ni matakatifu na wataki kusimama wazinzi pale kabisa. Wazinzi ni kuchafua na kutukanisha jina la Bwana na kupromote uzinzi uendelee, kwa sababu watu watakuwa na mwangalia, wanasema mchungaji fulani mbona he's powerful, mbona ana kundi la watu wengi wamemfuata. Na wale watu wote watakuwa na mwangalizia mfano kwake, wanasema na mimi ukinisumbua na kutimua na nitakuwa nafanya kazi yangu, nafanya huduma yangu, naendelea na huduma yangu. Umeona? Sasa hiyo inakuwa imeshageuka huduma yake, sio ya Mungu tena. Kwa sababu huduma ya Mungu inatakiwa ifuate ni kwa mfano ukienda kazini, if you are employed, kwa kazi, je, unaifanya kulingana na unavyojisikia, or you are given a set of rules ya kufuata, namna ya complete kazi hiyo. Ndio. Unafanya kufuatana na sheria ambazo umepewa kanisani. Kwenye kazi yako kuna sheria wamekupa kwa kufanya kazi, na unafuata hizo sheria kwa kufanya kazi yako au ikifanya kibinafsi. Sasa hapa kuna swali ambalo mtu ameuliza. Hii swali hatuwezi tukamalizia kipindi hiki na tujauliza hili swali. Kuna mtu ameuliza hili swali. Amesema hivi, sitamtaja jina na nitaifanya kwa short tu ili tupate kuelewa swali lake. Amesema hivi, yeye ni Mkristo, ni dada anasema hivi, yeye ni Mkristo, amefanya kazi kanisani na katika kazi zake amebatika kupata kijana ambaye amempenda na wakaoana. Kijana naye pia ni Mkristo. Sasa walipofanya ndoa, walipokwenda kwenye honeymoon yao, ikawa kila wakati dada alipomhitaji mume wake, wameshaoana, wameshakuwa pamoja, anamhitaji mme anasema kwa sasa siko sawa, nachoka, akiwa amedai ndoa imemchokesha kwa muda fulani, ile maandalizi yote wamefanya, akikuwa anampushipusha hataki. Sasa hiyo hali ikaendelea hadi kwa miezi miwili. Sasa wakati mmoja dada alipokuwa akifanya shughuli zake ndani ya nyumba, akakuta hizi karatasi za kusema kama kaka ni mgonjwa. Kuna karatasi ambazo ameandikiwa na dokta, yani ni mgonjwa, hawezi akafanya tendo la ndoa. Sasa huyu dada akawa na hasira, akaenda kanisani, akamwambia kanisa, mimi nataka ni divorce. Kwa sababu kwanza amenidanganya. Ameniambia ananitaka
na amefikia hata kwa hatua ya kuniweka ndani. Na anajua nina haja zangu kama vile binadamu. Na alijua kama haiko able kuniridhisha kwenye haja zangu, lakini ameamua kunitia ndani. Akuniambia kama ni mdhaifu, ni mgonjwa. Sasa kanisa pia ikawa inasema hawezi akadivorce. Sasa dada anauliza, je, kwa kiwango hiki, kwa stage hii ambayo amefikia, amepita stage ya ile ambayo tumeongelea ya masikilizano, imepita kwenye stage ya ndoa kanisani, inakuwa kwenye stage wanaishi pamoja. Lakini kwa kuishi pamoja kwao hawajawa mwili mmoja. Hawajafikia ile stage ya kusema kama wameshakutanana, wamekuwa mwili mmoja. Bado haijawa. So anauliza, kwa hii stage, je, anaruhusiwa kumwacha huyu kaka? Ama tayari ile tu kuombewa kanisani imewafanya tayari wamekuwa mwili mmoja, hata kama hawajafikia stage ya kukutanana nyumbani? Okay, asante kwa swali hilo. Swali hilo ni moja kati ya kwa Kiingereza nasema exceptions. Ni hilo, sio hiyo hali, sio general. Sio kwamba tunaweza tukafundisha mambo haya kwamba watu wao wanafanya hivyo. Ni rare cases. So hii ni moja katika ni kesi moja katika kesi ambazo ziko rare, ambazo hazipatikani kawaida, hazipo mara nyingi. Na zikitokea inakuwa ni kama doa kwenye nguo nyeupe. Inakuwa ni strange, yani inaonekana inashitua. Ndoa, wakati process ya ndoa ni vizuri ikaenda vizuri, nayo inakuwa vizuri process ikienda vizuri. Wakati wa process ndo hapo sasa watu wanaweza kwa sababu siku hizi, kwa mfano tunavyoongea leo, ni tumefika wakati mbaya, ulimwengu umechafuka. Kuna maovu ya kila namna. So sio haishauriwi kwamba watu wachukuane tu wapelekane ndani bila kuchunguzana hata medically. Katika habari za kiafya. Inabidi kuchunguzana na kujua kwamba mtu yuko vizuri. Na siku hizi wala hata sidhani kwamba hili jambo linaweza likatokea, kwa sababu siku hizi uzinzi umeshamiri na uasherati umezamiri sana. Watu hawaoani wakiwa bikra anymore. So hili jambo ni rare case kwamba inaweza kutokea. Labda zamani wakati wakina Maria hawa na wakina Yusufu, labda hili jambo lingetokea. Lakini leo eti kwamba mwanamke amemchukua mwanaume amechukua mwanamke, hawaja pima. Hawajajaribu. Kwanza hii ni mojawapo hii ni mojawapo ya swali imenisukuma kufanya hivi. Kufanya kipindi hiki, kwa sababu hata binafsi nimekaa chini, nimewaza, nimesema sasa kwa stage hii huyu atashauriwaje? So kulingana na maandiko kama tulivyosoma kwamba hawajakaribiana. So ndio maana nilikuwa naelezea kwanza kwamba taratibu ingeenda vizuri, yeye huyu dada hangefikia kwenda huko bila kupima hali ya afya na kama wakoje. Angekataa huku mwanzo. Haya, sasa suppose ni kesi ya zamani. Kwa sababu leo mimi siamini hii kesi inaweza kuwepo. Kwa sababu uzinzi upo mwingi na washerati. Watu wanajamiana hovyo tu kama mbuzi. So suppose ni ya zamani na ni kweli ilitokea. Huyu dada alitakiwa on day 1 aombe tunazoea wedding inafanyika inaisha jioni. Usiku ndo mnakutana.
So alitakiwa on day 1 asubuhi yake anotify kanisa na kanisa kama hapa kuna shida. Yes. Na angeweza kwenda nyumbani, kwa sababu hajajuana na huyo mwanaume kabisa. Bado sio mwili mmoja na mtu, yeye bado ni yeye. Hajawa mwili mmoja na mtu, angeweza kwenda nyumbani. Lakini sasa amekaa miezi miwili. Pia nadhani anaweza kwenda nyumbani, kwa sababu unaweza kwa sababu anasema hivi kwa hii miezi miwili yote hawajawahi kutana. Ndio maana mimi nasema kulingana na andiko tulivyoona kwamba hawajakutana kimwili. Basi anaruhusiwa kwenda nyumbani, kusema kwa sababu alikuwa anaishi kama vile kaka na dada tu, kaka na dada ndani, anaruhusiwa kwenda ndani na kaka. Hapo akimwacha huwa hajafanya dhambi yote, atakuwa hajatenda dhambi ya uzinzi. Kwa sababu uzinzi, dhambi hapo katika hili swala ni uzinzi. Hatakuwa hajalitenda. Na kwa swala ya kusema ile ambayo tumeanza mwanzo ya kusema kama Mungu ametuchagua na amesema wakati tunapoishi pamoja hakuna limits, amewaweka pamoja ni nyinyi wawili tu, msiachane hadi mwisho, hadi kifo kinawatenganisha. Mnapokuwa mwili mmoja. Hiyo nayo inatokea mnapokuwa mwili mmoja. Ndio. Mkishakuwa mwili mmoja ni kama vile wewe umeshakuwa wewe, afu tena unajitenga na wewe. Ujitenge na wewe, you can't jitenga with yourself. No. Ndio hapo inakuwa shida. Okay, nafikiri hiyo swala imejibiwa. Ni kusema kwa hiyo stage unaweza ukaamua kutoka na kuanza maisha yako mapya. Unaweza ukamtafuta tena mchumba mwingine, na natumaini kama utatufuata na utasikia jibu ambayo umepewa hapa. Pia tutaweka namba hapo chini kwa kila yote ambaye atakayekuwa na maswali ya kuuliza, anaweza kauliza na tutauliza tena swali lako. Na kama gisi mwalimu amesema, hii imekuwa ni kesi ambayo iko haipatikani kwa kila wakati. Sio kusema unaweza tu ukaolewa afu ukazingizia na wewe pia nimemwacha kwa sababu imekuwa hivyo, hatujakutana naye ndio maana nimetoka na nimemwacha. Hii imekuwa kama vile ni kesi moja ambayo haiko rahisi kupata. Ndio. Na pia niongezee kwa wale labda ambao wame labda alikuwa hajui habari mambo ya kwa Biblia inasema nini kuhusu nini, hajui lolote, akajikuta alishamwacha mume wa kwanza, akaenda mume wa pili, ama ameacha mke wa kwanza akaenda mke wa pili. Tuende kuangalia Samueli wa pili sura ya 3. Okay. Samueli wa pili sura ya 3. Samueli wa pili sura ya 3. Mstari wa 13 hadi mstari wa 16. Ndio. Yeah. Nisome? Yeah. Tutasoma Samueli wa pili sura ya 3 13 hadi 16. Inasoma. Daudi akasema, vema, nitafanya agano nawe. Lakini nina sharti moja. Nitakalo kwako. Yeah. Nalo ni hili: hutaniona uso wangu, isipokuwa uniletee Mikali binti Sauli hapo ujapo. Yeah. Uniona uso wangu. Basi Daudi akatuma wajumbe kwa Ishboshethi mwana wa Sauli kusema,
nipe mke wangu Mikali niliyemposa kwa govi 100 za Wafilisti. Basi Ishboshethi akatuma watu akamnyang'anya Paltieli mwana wa Laishi mumewe mwanamke huyo. Sijui kama hapa panaeleka. Hapa kusudi upaelewe labda inabidi kusoma habari yote. Yeah. Lakini mimi nimeisoma, nitawaelezea. Okay. Daudi alimwoa mke wake kwanza ni Mikali, mtoto wa Sauli, si ndio? Mtoto wa Sauli, yeah. Sasa tunaelewa kwamba kukatokea ugomvi kati ya Sauli na Daudi. Sauli anamsumbua sana Daudi, anamtafuta na haya. Sauli akafikia kumuoza tena huyo mke wa Daudi, anamuoza tena kwa mwingine. Kwa sababu Daudi alikuwa amekimbia, mara aende akae nchi nyingine ajifiche huko, anarudi akae sijui polini. Yeah. Habari zote hizo tunazo. Sasa huyu Mikali akaolewa. Sasa wakati huu ukafika, Daudi Sauli alikuwa amekwisha kufariki. Mtoto wa Sauli akaja kumtaka Daudi waonane, wafanye mazungumzo. Akamwambia sitakuona, uniletee kwanza mke wangu. Mke wangu mlimpeleka kwa mwanaume mwingine. Yes. Unasikia? Mke wa Sauli, wa Daudi ameolewa kwa huyu hapa anaitwa Paltieli. Ndio alikuwa amemuoa. Sauli ameshamuoesha mtoto wake. Huyu Paltieli ni mwana wa Laishi aliyekuwa ndo sasa mume wa Mikali sasa. Yeah. Na Daudi yuko huko. Biblia kumbuka imetuambia mpaka kifo kiwatenganishe. Huyu mwanamke yuko kwa mtu mwingine. Yeah. Lakini Daudi anadai, leteni mke wangu. Yule ni mke wangu. Umeona? Na ndivyo alivyofanya. Habari ukiendelea kuisoma hebu tuone. Huyo mumewe akafuatana naye akiendelea na kulia. Akamfuata mpaka Bahurimu. Ndipo Abnari akamwambia, haya rudi. Naye akarudi. Huyo baba alienda anafuata ali. Mke wangu unaenda. Sio mke wako, mke wa Daudi. Mke wa Daudi. Wewe mwizi. Sauli alifanya jambo baya kukupa mke wa mtu. So kwa wale ambao labda tayari ameenda, ndio maana nilisema hata kama serikali imewapa cheti kwamba mmeachana, Mungu hajawapa cheti kwamba mmeachana. Mke wako yule, angalia Daudi, mke wake ana mtu mwingine, lakini anaomba leta mke wangu hapa. Ni kusema inabidi urudishe. Sasa hapo unabidi upeleke wache mke wa mtu aende kwao. Lakini hii kweli tuko tunachika, lakini hili ni swala gumu. Linafanywa na watu ambao wameamini neno. Sio watu Kristo wa leo wa kawaida tu wa rojo. Sasa kuna swali. Sasa ina maana huyu baba ambaye aliyemuoa Mikali kwa mara ya pili na akanyanganywa Mikali, akarudi huko analia. Yeye amefanya dhambi ama yeye akioa huko atakuwa amefanya uzinifu ama je? Hapa ndo alikuwa nazini na Mikali. Kwa sababu alikuwa amemchukua mke wa wengine. Mikali hapa ndo alikuwa nazini. Yeye huyu baba kama alikuwa kijana, alikuwa hajaoa before. Alikuwa anatenda uasherati. Kwa sababu yeye hajaoa mwili mmoja na mtu. Anafanya usherati. Sawa kabisa. Ni mwizi. Sasa swali lingine kabla hatujamaliza, tusikuchoshe sana ndugu mtazamaji. Swali la mwisho ni hivi: ikiwa huyu baba huyu alikuwa si Mkristo na amemchukua Mikali ni kama mke wa mtu tu, na yeye si Mkristo, ajui lolote kuhusu Biblia, na anamchukua Mikali aliyekuwa mke wa mtu mwingine na akaishi naye, huyu akiachana na huyu na
anafikia kiwango cha kusema amejua mambo ya Biblia na anaokoka, anasema lile ambalo niliokuwa nimelifanya zamani ilikuwa dhambi. Hapa naokoka, namkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu, na natubu dhambi zangu. Na huyu anaruhusiwa kumwoa mtu mwingine ama aweze akaruhusu kwa sababu alikuwa anaishi na mtu mwingine? Huyu mke wa Mikali, huyu mume wa Mikali, huyu mume wa Mikali mwingine ambaye sio Daudi. Yeye hajatenda dhambi. Yeye kawaida anatakiwa kabisa aache mke wa watu aende, na anaweza kaoa mke mwingine. Hajawahi kuoa, amekuwa kizini, amefanya tu zinifu, hajawahi kuoa yeye. Hajawahi kuoa. Na anatakiwa aache mke wa watu aende. So mtu yeyote ambaye ana mke wa mtu, yule sio mke wako. Anatakiwa muache na utafute mke wako. Utafute mke wako oe. Kwa yule ambaye anayetusikiliza ni kusema, ukiwa unaishi na mtu ambaye ameolewa sehemu ama ameshawahi kuolewa ama ameshawahi kuoa sehemu, hiyo unafanya ni dhambi. Lakini unaruhusiwa pia kumwacha na kutafuta yule ambaye atakaye. Sio kwamba anaruhusiwa, anatakiwa, ni sharti. Ni sharti. Usiache mtu wa mke. Unatakiwa mwingine, wewe unaweka kitu mali ambayo sio kwako ndani. Wewe ni mwizi. Unatakiwa umuache na utafute mke wako ambaye yule utakayempata ndio mtaishi naye kama vile mke na mme. Ama kama ulikuwa uliacha wa kwako, unatakiwa uende kwa huyo wa kwanza, urudi kwa ule wa kwanza ukamlete. Okay. Nafikiri kwa siku ya leo tutamalizia kipindi chetu hapa, na yale ambayo huenda haukuelewa vizuri, huenda haujasikia vizuri, kuna namba tutatia hapo chini, unaweza kuuliza swali. Unauliza swali, kutakuwa siku nyingine tutakutana tena na mwalimu ili tuulize ile swali lako, tutaliuliza. Ikiwa hautaki kujulikana jina, tutaficha jina lako. Ikiwa unataka kujulikana jina, tutatoa jina lako. Kama gisi tumeuliza swali hili la kwanza ambalo tumeuliza hapa, aliyeuliza swali hakutaka jina lake lijulikane. Basi na wewe pia, ikiwa hautaki jina lako lijulikane, tunaweza tukaficha jina lako. Vile vile tunamshukuru mwalimu wetu kwa siku ya leo kwa hii kazi ambayo ameifanya. Nina imani, najua kuna wengi ambao hawajaelewa vizuri mambo ya ndoa, na kuna wengi ambao wameanguka katika hali hizi wakizani kama ni kawaida tu, lakini kuna madhara ndani yake. Basi fuatilia kipindi hiki. Kipindi ni kusema Biblia inasemaje. Katika swali lote la maisha unaweza kuuliza. Hakuna anayejua, hakuna anayetambua, lakini tuna neema ya kupata neno la Mungu ambalo linatuonesha mwanga kwa kila swali ambalo tunaweza tukajiuliza binafsi. Basi tunakutakia, ikiwa ni jioni njema, ikiwa ni asubuhi njema, ikiwa ni magharibi njema, na endelea kutufuatilia, na Mungu akubariki. Amen.